Okay, karibuni kwenye kipindi chetu cha training. Leo tumepata nafasi nyingine tena ya kuweza kukutana kwa ajili ya kufundishana na kuelekezana na kupeana yale yaliyoko kwenye mwongozo wetu, ambao huu mwongozo ndio sisi tunatumia kama taasisi kuhakikisha kwamba wadada wanaotoka Wadada Center wanakwenda kufanya majukumu yao vizuri kupitia huu mtaala, sawa? Sasa leo kipindi chetu kinakwenda kulenga kwenye yale maeneo makubwa matatu. Yaani mahitaji makuu ya waajiri katika maeneo makuu matatu. Ambayo hayo maeneo makuu matatu ni yapi? Devota. Tunalenga kwenye mapishi bora, malezi bora na usafi bora. Okay. Tumemsikia eh? Ni mapishi bora, usafi bora na malezi bora. Hayo ndio maeneo makubwa matatu ambayo ni mahitaji makuu ya mwajiri wako, ya mwajiri yoyote yule. Mahitaji yake ni haya kwenye haya maeneo makubwa matatu, ambayo haya maeneo pia tumekuwa tukizoea kuyaita ndio majukumu ya nini? Ya nyumbani, sawa? Kwa majukumu ya nyumbani tumeyacategorize kwenye haya maeneo matatu. Kwenye malezi bora ya watoto, waajiri wanahitaji mtu mwenye shauku, ari na hamasa, ambayo tulisema hii kwa ujumla wake inaitwa passion kwa Kiingereza. Wanahitaji mtu mwenye passion, mtu mwenye ari, mtu mwenye hamasa, ambaye anaweza kutoa malezi bora akizingatia maadili yanayoongozwa na misingi ya imani chanya, neno la Mungu, usalama, afya bora na ukuaji wa mtoto. Kwa hiyo anachokihitaji mwajiri wako, anachokihitaji bosi wako ni wewe kuweza kutoa malezi chanya kwa mwanae. Yaani kuweza kumuimpact positively, kuweza wewe kutengeneza matokeo chanya kwa mtoto wake kwa maana ya malezi na makuzi ya mtoto, sawa? Ndio maana ikasema paka kwenye neno la Mungu. Tunaamini hapa kila mtu ana imani yake, lakini watoto hao tunavyowalea lazima walelewe katika ile misingi ya kiimani, ikiwa ni pamoja pia na usalama wa mtoto, lakini pia pamoja na afya yake. Kwenye malezi inajumuisha mambo yote kuhusiana na afya ya mtoto kwa maana ya physically, yani kwa nje, lakini pia kwa ndani, afya ya akili, mentally. Lazima mtoto awe analelewa vizuri, sawa? Sasa anasema hii inajumuisha uwezo wa kutengeneza ratiba thabiti na kuifuata, kuwasiliana kwa upendo na mtoto na kuwapa watoto majukumu yanayowajengea uzoefu, uwezo wa kujitegemea. Waajiri wote wanatafuta mtu ambaye anaweza kuwa mlezi bora, mwenye uwezo mkubwa wa kulea watoto wao na kuzingatia maadili chanya kutoka kwa Mungu badala ya kutoka katika mila na desturi za jamii zetu, na awe rafiki wa karibu wa watoto wao kwa lengo la kuendeleza juhudi za kuwajenga kiroho, kiakili, kimwili wanapokuwa nyumbani, sawa? Kwa hiyo mwajiri yani kwa ujumla wake ambacho anakihitaji kutoka kwa dada ni nini? Ni kumpata mtu ambaye anaweza kumlea mwanae na mwanae akakuwa vizuri, sio tu kimwili kama ambavyo hapa wenyewe mtaala wetu unatuelezea, lakini pia kiakili, lakini pia kiroho. Ndio maana unakuta mpaka mtu kukuamini wewe, kukuachia mtoto wake, anatamani umlee vile ambavyo hata na yeye angekuwepo angeweza kufanyaje? Kumlea vile vile. Tunaelewana? Lakini sehemu ya pili ni mapishi bora. Waajiri wanahitaji mtu mwenye shauku, ari na hamasa ambaye anaweza kupika milo bora na yenye lishe kwa afya nzima. Sio tu mlo bora, lakini mlo wenye nini? Wenye lishe. Sawa? Hawaangalii tu uwezo wa kupika chakula, bali wanaangalia ile shauku, ari na hamasa. Je, una shauku ya kupika? Sio tu kwamba unapika chakula kizuri. Je, yani wewe una ule utayari wa kupika? Si ndio? Ambaye ndio yale haya hapa ndio muendelezo wa kule tulikotoka nyuma. Kipindi kilichopita tulijifunza kuhusiana na nini? Na ufahamu, mentality. Hapa kwenye brain ya kwako. Je, brain yako inasema vipi kuhusiana na majukumu ya kazi za ndani? Je, brain yako inasema nini kuhusiana na wewe utendaji kazi wako? Kwa hiyo tukakuja kuconclude kwamba sio kazi tu, hapana, lakini ni na ile wewe ambavyo unayachukulia haya majukumu ya nyumbani, sawa? Na wewe je, moyo wako je, upo unayafanya haya majukumu kwa kupenda? Unajitoa kweli katika kufanya haya majukumu? Tukaenda mbali zaidi tukasema usifanye tu kwa sababu unatizama pesa, lakini hebu fanya haya majukumu kwa sababu unatizama wewe kujijenga, unatizama wewe kutengeneza fursa mbalimbali, unatizama wewe kufanya majukumu yako kwa weledi na kwa ubora zaidi, sawa? Sasa anasema kuzingatia, anasema kwamba hawaangalii tu uwezo wa kupika chakula, bali wanaangalia ile shauku, ari na hamasa ya kupanga menyu nzuri,
Kwa sababu kuna kupika vizuri lakini kuna kushindwa kupanga menu. Unaangalia okay, kwa hiyo nikipika chakula hiki nikiweka na hiki kitu kitafanyaje? Kitaenda vizuri. Ama hebu nikate matunda. Kama leo nimewakatia chungwa, basi kesho nitakatia tunda fulani. Au kama kuna watoto, leo umewatengenezea juice, kesho wakatie matunda, wale matunda ya kukata na uma pale. Sijui unaelewa? Kwa hiyo sio tu kwamba unajua kwamba juice ina umuhimu kwa mtoto, lakini wewe umeenda mbele zaidi, ukagundua kwamba natakiwa niwe mbunifu, nitengeneze namna fulani hivi ya utofauti ambao huyu mtoto haitamkera. Kama mnafahamu watoto wengi huwa akifanya kitu kimoja au akila chakula kimoja mara kwa mara anafanyaje? Anakinai, si ndio? Yeah. Watoto wengi unakuta anakuambia yani mtoto wangu hataki kabisa uji, lakini mwanzo alikuwa anakunywa. Ni kwa nini? Amenyweshwa ule uji mara kwa mara mpaka baadaye umemkinai kabisa. Lakini kama leo angepewa uji akaekewa peanut, kesho akapewa uji ukaekwa blue band na sukari, kesho kutwa akapewa uji ukaekwa kitu kingine, huyu mtoto angekuwa anapata ladha tofauti kuliko kumfanyia mtu kitu kile kile mara kwa mara. Ndio hiyo wanaita kupanga menu. Sawa? Hivyo mpaka kwenye chakula cha mchana, chakula cha usiku. Jua kabisa kama leo nimepikia zangu wali samaki jamani. Siku nyingine una propose pale wali kuku, wali maharage. Sio wewe unatupikia chakula hicho kimoja kila siku. Watu watachoka, si ndio? Kwa hiyo kuna kupanga menu. Ndio hiyo mambo ya ari, shauku na hamasa. Huwezi ukawa mbunifu kama hauna shauku, kwa sababu wewe utapika tu, siku kubwa nimepika chakula kipo, watu wamekula, si ndio? Lakini utakapokuwa na hamasa utakaa kabisa unakaa, hivi leo sijui niwapikie nini? Hebu ngoja nichukue simu yangu nipite huko YouTube, niangalie hebu vitafunwa vipya. Sio kila siku unawapikia wenzako mandazi jamani ama miogo. Si ndio? Kuna vitu vingine ni cheap ku afford lakini pia vinapikwa kirahisi. Kwa hiyo unaweza ukajifunza vitu vipya kwa designia menu mpya kwenye breakfast. Watu wakafurahi kuwa na dada ambaye anajiongeza nyumbani kwao, si ndio? Kuna usafi bora. Kazi ya usafi wa nyumba ni muhimu sana kwa afya na amani ya akili. Waajiri wanahitaji mtu mwenye shauku na hamasa ambaye anaweza kufanya usafi wa kina na wenye utaratibu. Sawa? Kwa hiyo sio usafi tu lakini wanahitaji usafi wa nini? Wa kina, usafi ambao umejitosheleza. Mtu akikaa kwake ajisikie kwamba nimekaa nyumbani. Sawa? Sio tena habari za kukaa nyumbani unakuwa kama uko kwenye public area. Yaani ni pachafu, hapaeleweki, hapako organized, hapana. Hawa waajiri wanahitaji utulivu wa akili na sehemu ambayo anaweza kukaa katafakari mambo yake ya kutengeneza familia yake, mambo yake ya kiuchumi. Sasa wewe akija tu nyumbani kwake sebuleni kuna harufu mbaya, asiingie chooni ndo balaa. Akiingia chumbani pako yani unorganized. Yaani kiasi kwamba mtu mpaka anaanza kupachoka nyumbani kwake. Hebu tafadhali hakikisha unakuwa mbunifu. Fanya usafi wa kina. Safisha kila eneo linalohitaji kusafishwa, sawa? Yaani nyumba inatakiwa iwe safi. Mtu akipita huko anasikia tu harufu hii. Ni air fresher tu zinasikika. Akipita huku chooni ni kwenyewe. Akipita huku chumbani makabati yamepangwa kiasi kwamba mpaka yeye mwenyewe anaogopa kutoa nguo ya kuvaa. Hao ndio wadada ambao tunawahitaji wakienda kwa waajiri wao wakafanya hivyo, sawa? Hebu tuangalie kwa undani zaidi malezi bora ya watoto. Kwa hiyo kwa leo tutajikita zaidi kwenye malezi bora ya nini? Ambalo hili ndio jukumu nambari 1 kwenye haya majukumu ya nyumbani. Yaani sisi tunavyoandaa hapa, tunavyoongea na nyinyi kila siku tunawaambia, malezi ya mtoto ndio jukumu namba ngapi? Namba 1. Yaani ukishaambiwa mtu ana mtoto, yaani achilia mbali usafi wa nyumba, achilia mbali sijui kupika, ni vya muhimu. Lakini kwa maana ya kupanga priorities, basi swala la mtoto litakuwa namba 1. Sawa? Kwa hiyo jukumu lako kubwa, jukumu lako namba 1 ni jukumu la watoto. Okay. Moyo wa mwajiri ni watoto wao. Yaani mwajiri moyo wake uko pale kwa mtoto. Sasa kama unataka kujua siri ya mafanikio yako, yapo hapo kwa mtoto wa mwajiri wako. Hapa mtaala wetu unatuambia moyo wa mwajiri ni mtoto wake. Utakapoweza kujenga ujuzi wa malezi chanya ya watoto na ukaonyesha una passion ya malezi, yaani una shauku na hamasa ya kufanya hiyo kazi ya malezi, thamani yako itaongezeka sana. Unasikia? Hapo ndipo mshahara wako ulipo. Haya ni maeneo ya kukusaidia kukuza ujuzi wa kulea watoto kwa ubora, uongeze thamani yako. Kwa hiyo kama wewe unahitaji kuwa wa thamani kwa mwajiri wako, jicho lako liwe wapi? Kwa mtoto. Ambayo ni moyo wa mwajiri. Yaani maana mtoto akipatwa na shida ni moyo wa mwajiri wako ndio umefanyaje? Umepata shida. Alafu jiulize moyo wa mwajiri wa mtu anayekulipa umepata shida, unautikisa. Amani itakuwepo kweli? Hapana.
Kwa hiyo ukishajua huu ndo moyo wa bosi, yani hakikisha wewe, yani ukiangalia hivi, ukimwangalia mtoto unaona hii hapa 1,100,000 yangu na nusu hii. Hii ndo 300,000 yangu, nikicheza nacheza na 300,000 hapa. Hii ndo shilingi 500,000 yangu. Yani hapa nikicheza tu nimechezea 500,000 yangu. Yani ukishajua hivyo umemaliza. Sasa ndo tunakuja kwenye hamasa, tunakuja kwenye ari, tunakuja kwenye shauku. Tunakuja kwenye ile hiyo tunayoita passion. Je, unayo ya kufanya malezi ya mtoto? Je, wewe una upendo wa kweli kwa watoto? Sawa? Yaani hakuna mwajiri ambaye atamuona dada anayempenda mtoto, anayemjali vizuri mtoto wake, anamlisha kwa muda, mtoto ni msafi, alafu akashindwa kuishi naye. Yaani sisi tunawaajiri wengi wasiohesabika ambao wanakuambia mimi huyu dada kwa kweli hanifanyii usafi vizuri kwenye nyumba yangu. Chakula yani cha kawaida sana, tena mara nyingi anaharibu. Lakini siwezi kumwachia yule dada kwa sababu anawajali watoto wao. Ila ni ngumu sana kumkuta mwajiri akisema eti huyu dada anadeki vizuri nyumba yangu ila hamlishi mtoto chakula. Anampiga mtoto ila tu ngoja nimvumilie kwa sababu anasafisha nyumba. Unadhani inawezekana? Wewe ukiwa ndio mzazi, wewe ndio mwajiri muda huo, utaweza kumvumilia dada anadeki nyumba inakuwa safi alafu mtoto anamwangalia? Unakuta mtoto wako amelia mpaka amepata degedege. Ungeweza kuvumilia? Mtu mwingine anaona bora nyumba jamani sisafishwa tu. Bora jamani kupika, watu tutaenda hata kununua chakula. Lakini je, mtoto anunuliwi? Jibu hilo hapo ametoa dada Agnes. Msema kwenye microphone. Mtoto anunuliwi. Mtoto anunuliwi. Hayo mambo mengine ametafuta hela akajenga nyumba. Ametafuta hela akanunua vyakula, si ndio? Lakini kupata mtoto hajatafuta hela akaenda kupata mtoto, si ndio? Kwa hiyo mtoto ndio wa thamani zaidi kwa mwajiri wako. Sawa? Sasa haya ni maeneo ya kukusaidia katika ujuzi wa kulea watoto kwa ubora, uongeze thamani yako. Sasa mimi hapa leo naenda kuwafundisha ujuzi, namna ya kuongeza ujuzi wa namna ya kuwalea hawa watoto. Sawa? Sasa tengeneza ratiba. Kitu cha kwanza kabisa, ukienda kwa mwajiri wako kuna watoto, tengeneza ratiba. Anakwambia weka ratiba thabiti ya kulala, kula na kucheza. Ratiba husaidia watoto kujisikia salama na kuwapa nidhamu. Kwa hiyo kabla ya yote hakikisha unatengeneza ratiba na ujenge nidhamu ya kuifuata. Mtengenezee mtoto ratiba. Tena kuanzia mdogo, mtoto hata kama atembea, hata kama afanye, lakini ana ratiba kabisa, unajua saa ikifika saa fulani huyu mtoto anatakiwa alale. Yaani hakikisha mtoto analala. Ukifika muda fulani baada ya interview ya masaa mawili, kila baada ya masaa mawili mtoto anatakiwa ale. Hakikisha anakula. Kwa sababu hakuna mtu mrahisi kumtengeneza kama mtoto mdogo. Kumbuka mtoto mdogo kila kitu anachokipata, yani anachokiingiza kimetoka nje, yani kimetoka kwa yale mazingira yanayomzunguka na watu wanaomzunguka. Kwa hiyo wewe ndio utamtengeneza mtoto awe vile ambavyo wewe unahitaji, wewe unataka. Kwa hiyo ukianza kumtengenezea mtoto ratiba mapema, kwanza kabisa unamtengenezea nidhamu ya kuheshimu muda na kuheshimu majukumu. Jukumu la mtoto kwa sababu hawezi kupika, hawezi kunini, jukumu lake ni kula. Akimaliza kula acheze, akimaliza kucheza alale, akimaliza kulala amke aoge, akimaliza kuoga ale tena, akimaliza kula tena akae asome, amemaliza kusoma acheze kidogo, amemaliza kucheza. Yaani hayo ndio majukumu yake. Kwa hiyo ile nidhamu ya baadaye kuja kuwa mtu mzima akaweza kufuata ratiba za majukumu ya kawaida zinatengenezwa kuanzia utoto kabisa. Tunaelewana? Kwa hiyo kitu cha kwanza cha dada wa kazi kutoka Wadada Center ni kutengeneza ratiba ya mtoto. Kwa hiyo ratiba sasa itakuwa imejikita kwenye haya maeneo ya muhimu ya chakula, kulala, kucheza. Kama anaenda shuleni lazima awe na ratiba obvious ya kujisomea labda na kufanya homework, si ndio? Jambo la pili ni mawasiliano. Zungumza na watoto mara kwa mara. Waulize kuhusu siku yao, sikiliza kwa makini mahitaji yao, mawazo na hisia zao. Kuwa rafiki yao wa kwanza ili watoto wakupende. Watoto wakiona uwasikilizi au kucheza nao, hawawezi kukupenda. Hii ipo wazi jamani, si ndio? Wasiliana na watoto, pata muda wa kuzungumza nao. Sio mimi siwezi kucheza na watoto. Kwanza mimi sio mtoto, mimi sipendi mambo ya kitoto. Hapana. Yaani ule wakati ambao ulisema mimi nataka kuwa dada wa kazi, tayari ulikuwa mtoto automatically kama utakuta mtoto kwenye hilo eneo. Nani amewahi kuonaga walimu wa chekechea ambao wanakuaga wanaishi? Yaani utakuta akicheza ngoma na watoto. Wangapi wamewahi kuwaona walimu wa chekechea namna ambavyo wanaishi na watoto?
Haya, walimu wa Sunday school, kama hujamuona wa chekechea basi kama mwenzetu hujasoma chekechea. Walimu wa Sunday school hapa wa Kristo,